Hujambo mkulima na karibu katika kipindi hiki ukipendacho cha Kuku Faida. Wiki iliyopita tulijifunza mengi kutoka kwa Bwana Peter Waithaka. Tulijifunza kuhusu feeding, vaccination, magonjwa yanayoathiri kuku, usafi wa nyumba ya kuku na bedding. Basi tuendelee kupata mafunzo zaidi kuhusu poultry management kutoka kwake. Lakini nilikuwa naenda kwa magonjwa ambayo nataka kumention sasa. Ugonjwa hiyo nilikuwa naelezea juu uchafu ya nyumba. Kuna mmoja mnazoea sana. Inaitwa cocciwort. Ndio na hii ni hali ya uchafu tu. Unyevunyevu, mkulima na mwaga maji anaambia mfanyikazi aende unifanyie nini? Unipelee nyumba yangu maji. Anaingia. Akishaingia yeye kwa vile ajali anafanya kazi ndio ende kwa ng'ombe. Anamwaga nyumba maji, alafu over time nyumba inaanza kugenerate ammonia, alafu kuku kwa vile wana tabia hiyo ya pecking, watakuwa na peck viini, na kipeck viini mwili wake unakuwa mahali pazuri sana, ama predisposition kwa mwili yake inakuwa mzuri ya kuregenerate zile viini mara nyingi sana. Akienda choo tena ana contaminate area kubwa sana ya nyumba. Tuko pamoja? Na akifanya hivyo utapata kuku wengine kwa vile bado wana hiyo tabia ya kupek, wanao wanaambukizwa yale zile viini. Sasa over time utapata kuku yako wana exhibit ama wana manifest some clinical symptoms. Clinical symptoms ya ugonjwa. Unapata moja ni ile wazee mahali nilienda waliniambia kuku anaanza kuoneshana, kwanza ataanza kuhara. Ataonesha brownish diarrhea. Hiyo kisha kwanza mkulima anaonaga brownish diarrhea. Na sijui diarrhea inaandikwa ni mrefu sana, sasa sika inaandikwa hivyo. Sawa. Hiyo ni kitu moja mkulima atanote kwa kuku zake. Anaenda kuku, mnajua choo yake inakuwaga kale kachoka zuri, kamekauka, kamejengwa vizuri. Inaenda kakiwa na coat ya white. Sasa amechange brownish diarrhea. Hiyo ni kitu moja mkulima anaona. Ya pili hapa ambayo utaona. Na niwaambia kitu very serious kwa vile hii ndio mkulima anapoteza kuku hapa kama hata note haraka. Haya, ya pili ataona kuku wameanza kuvaa kabuti. Mkulima anasemaga ati kuku ameonyeshana sign ya kuvaa nini? Yaani feathers zinaonekana ziko ruffled. Kuvaa kabuti. Tuko pamoja? Ruffled feathers. Ruffled feathers. Ama ruffling of feathers, ruffled feathers. Haya, angalia, na hizi ni vitu mnajua. Na bado unaziona, bado hujasema kitu. Haya, ya tatu tunaenda kwa stage nyingine hapa. Mkulima baada ya kuona hizi bado hajacheck. Kuku kwanza withdraw kutoka kukula. Hawakuli sasa. Unapata kukule ana show these signs. Amekaa pale kwa kona, anaangalia ukuta. Hawa wengine wanakula, wanakunywa maji nini? Yeye anaangalia nini? Ni kama anaomba. Mwingine iko na mwingine anafanya the same, ameinamilia. Mwingine kwa hizi zote ni sign. Unapata kuku wamesha withdraw kukunya. Withdrawn from feed and water. Sawa. Akuli sasa na hakunywi. Haya. Hapo hapa stage ya tatu hapa hivi utapata hii brownish diarrhea ambayo uliona hapa. Sasa itakuwa with the blood, with the stain, not with blood, but with a stain, with blood stain, with blood stain. Wakati hapa sasa kuna kuku mmeokoka. Kwa hiyo kanajua ukikuuliza unipe hizo habari hata kazi kwa kwako nitajua nini inaendelea. Sasa kama unaona hii stain ya blood, ujue iko kwa almost stage 4 ya ugonjwa. Ingine utaanza kuona sasa kama bado hujagutuka nini endelea, utapata clinical symptom, signs. Hapa ile inauaga sasa unaokota 3, kesho 4, 6 namna hii. Utapata ile choo yenye nilisema hapa brownish. Sasa haitakuwa with the blood stain, itakuwa with the blood. With nini? Sasa hata neno unapata anakuja anakuambia ati anaingia kwake anaona kuna kuku zingine zinahara choo ina damu. Sasa anaona damu. Anaona nini? Damu. Tuko pamoja? Na kama mkulima sasa anaona damu, ujue sasa mambo ni anaokota. Sasa akikupigia hiyo ni emergency. Sasa hii ndio dawa. Endo daktari, do you sell drugs? Okay, sawa.
Kuna agrovets wengi sana na wako hapa kwa vile hao ndio agents wetu. Wao unapoenda atakuuliza haya kama ni professional, kwa vile wengi ni professional. Ukimwambia hivi atakutafutia coccidiostat, dawa ya kudeal na mgonjwa wa coccidiosis, atakutafutia ile coccidiostat mzuri. Ningezimention hapa kwa ili muzijue, lakini nina avoid ku preempt wao kwa vile wao ndio wanaziuza na wako hapa, watawaelezea. Wako hapa, tuko pamoja. Lakini ukienda muelezee hizi signs, atakupa na kuku yako ita-arrest that problem. Only that, because una discover ikiwa very early, utakuwa umepoteza kuku wengine. Tuko pamoja? Tuko pamoja wakulima? Sasa tutoke kwa ugonjwa huo na umeenda kwa aggravated na umepewa dawa. Ugonjwa mwingine ambao nitazungumzia na ninaona venye naenda haraka. Nikienda mbio sana mnanipigisha break. Ni ugonjwa wa kung'orota. Tuliongea mambo ya unyevunyevu na tukasema wakati nyumba ina unyevunyevu mwingi utapata kuku, because concentration ya ammonia iko pale chini sana. Kuku wana inhale hiyo ammonia ikiwa yani ya concentration ya juu sana. Kwa hivyo kuku anakuwa na inflammation ama anaambukizo sana kifua chake, na akichapata huo ambukizo sasa utapata ndio hapo anaanza kuonesha signs. One ni hiyo nimesema, anaanza kung'orota. Alafu ingine utasikia anakaa, unaona mamira. Tuko sawa sawa. Alafu hata unasikia tuko sawa sawa. Hiyo inakuja ndio ile tunaitaga CRD, chronic respiratory disease. Na ukienda uambie daktari na signs hizo zenye nimemention kama snoring, unapata hiyo kuku na sneeze sasa mpaka unasikia. Alafu ingine niyo unapata na discharge makamasi, basi atakuambia dawa na utaenda. Na unajua sasa umeanza kutumia pesa. Na tulisema kuku yetu si ya kutumia pesa. The cost of input ya kulea kuku yetu inatakiwa iwe reduced, because tumekusaidia sana. Tumekupea program, we have trained you as a customer. Tunataka iwe actually down. We are good manager wa hii flock yetu ndio ikuinue. That's why nilisema ni kuku wa biashara. Kitu kingine, ugonjwa mwingine nataka kuongea ni wa infectious bronchitis. Inakuja kisomo similar na hii hivi. Na hii ulikuwa umetengenezewa ID. Unapata wakati ulikuwa tulikuambiwa niwe vaccine kulingana na taratibu ambazo tumekuagizia kwa hii program. Wewe ulikuwa bila hukujua, ulienda ukasema ulisema na unaona hapa tumeandika Newcastle with, si ndio imeandikwa kwa hii program? Hiyo IB ni ya kukuprotect. Ni ya kuprotect kuku wasiambukizwe nini na hii infectious bronchitis. Tuko pamoja? Lakini kama ulienda ukanunua ingine, utapata alafu utapata kuku zako wana exhibit ama wana manifest hizo clinical signs za IB. Unapata alinunua tu ile ilikuwa na single, na yet hii ni dawa moja tu. Ina dosi ngapi? Mbili. It is 1 in 2 ama two, not 1 in 2 but 2 in 1. Tuko pamoja? Tuko pamoja wapendwa? Now baada ya wewe kushow hizi signs, kuna wengine mlisikia tukiongea, sikuwa nataka kuguza hizi lakini nitaziguza haraka sana. Kuna NCD. NCD ni ugonjwa hiyo ya kihuruto. Hii ugonjwa ya kihuruto hii, ugonjwa huu una shida sana kwa vile ukianza kuleta juu kufanya vaccine ama the mode ya administration hiyo vaccine ilikuwa mbaya. Ile unaunua vaccine alafu unatembea naye alafu kuja kupewa unapea tu maji. Utapata kuku zako kuna stage watafika na sana unajua hii ni ya kuwapea wakiwa wadogo, ndio maana tumeandika hapa ni ya siku ya 60th day, alafu 14th day upe gumboro, 21 days urudie gumboro tena, alafu 28th day urudie upe nini Newcastle. Sasa kama hautapea, unaona kuku wako wachanga bado, utapata wakati wataanza utapata habari za Newcastle, na hizi are killer diseases. These are killer diseases. Wacha ni insist hivyo. Kehuruto ama gumboro ama magonjwa haya yote ambayo ni ya vaccine yakianza kuattack flock yako,
mortality rate inakuwa 99 ama death rate. Hiyo ndio naita mortality ama death. Inakuwa 95%, 99%. Itaua mpaka bakia na kamo. Ama kingine. Nisemage kwa kweli, nilikuwa nimenunua hizi Rainbow Rooster, lakini kuna mali nilikosea. Hapo ndipo sitaki ufike. To avoid this one, lazima ufuate maagizo ya this program. Now, signs za hii clinical symptoms, kwanza clinical symptoms za Newcastle. Kitu cha mbele, mtu anakuambiaga, ana report, anasema kuku wengine anapata wanapepesuka nini? Wanapepesuka nini? Kwa pamoja. Wanapepesuka mimi? Anasema sasa kuku yangu ninawapa chakula mzuri, na mimi naupa chakula gani? Na hiyo na tip na ni kweli. Lakini bado wanaregister kuku wanapepesuka. Hiyo utapata kuna paralysis. Hiyo ninaita paralysis. Paralysis. Hiyo ni kitu moja. Ingine, mkulima atakwambia anaona kuku wako wanafanya hivi. Wanazungusha kichwa, alafu wanafanya nini? Hiyo mshaona. Mshaona kuku anafanya hivi, chini. Si ni kweli? Alafu tena unaona amekuwa fresh. Tena anafanya hivi, twisting of the neck. Neck twisting ama twisting of the neck. Sawa sawa? Sio mshaona? Twisting of the neck. Haya, kitu kingine na sasa hii ndio nataka kuwafunza. Hii ndio mnaweza ona haraka. Mkulima anajaribu kuona kile kitu anaonaga haraka. Wakati nyumba yako kuna manifestation ya huu ugonjwa, haraka ukiwa mwenye macho, utaona kuna kitu mtu ona. Na hii ni greenish what? Greenish, watery greenish diarrhea. Tuko pamoja? Greenish da, na nilisema hii spelling ya hii neno sijui kama ni correct. Unajua? Watery greenish diarrhea. Hii ndio ile kitu mkulima anaonaga. Hii. Na kama ukiona hii haraka, na unipigie simu. Na ndio maana haya, najua mwalimu amesikia mwingine lakini tumeonana. Sasa akiona hii na anipigie hii watery greenish diarrhea, aone haraka, apigie mimi. Nimesema mimi. Waidaka. Mimi nitajaribu. Mortality nimekwambia ya hii magonjwa yote ni ngapi? 99%. Kwa hivyo it can clear flock mzima. Lakini ukinipigia haraka sana, nitakuambia what to do haraka na tuta save many of the flocks ambazo hazijawezwa sana. Tuko pamoja wakulima. Nitakusaidia sana ili usave kuku wengi. Now, na hiyo ni ukinipigia simu mapema. Unajua sasa ukinipigia alafu tukikwambia pea hii dawa, wamewezwa. Wakiwa wamewezwa kuwapea dose ya antibiotic ile nini nakurekomendia, unapata wanaangushwa na dawa. Sasa ndio maana nakwambia ukigundua mapema na niambie. Kitu kingine. Sasa nimekwambia ile sign utanote ya NCD. Ni nini? Ni ndio mkulima anaonaga haraka. Hii paralysis atakwambia unajua aliona mapema lakini na ignore. Alafu hii twisting hii anaona kama labda yeye anafanya acrobat. Sawa? Lakini bado ni nini? Ni clinical symptom. Lakini hii mkulima anaonaga aisu. Niliona kitu na hiyo chose sijui kama ni ya kuku hiyo. Yaani watery greenish diarrhea anakuambia hivyo. Sasa nikwambia hivyo unajua nini nimefanyika. Ugonjwa mwingine nataka kuongea juu yake kwa vile iko part of mambo ya kuku ni gumboro. Ni nini? Gumboro. Na gumboro pia ni kwa vile maagizo iko hapa sawa. Tumekupea maagizo hapa sawa, lakini mkulima alidecide hatafanya nini? Hatafuata sijua kwa busy, lakini baada ya kuku kwanza kuanguka and it is very expensive kununua. For example, kuku wetu umemlea mzuri, amekomaa haraka, hata ameanza alafu au kupea dawa vizuri. Unakumbuka kuna kitu au kufanya na tumekupea program kama hii. Gumboro. Wakati gumboro ameanza katika nyumba yako, kuku kwanza kitu ya mbele wakati kuna shida, ana withdraw kula. Anafanya nini? Ana withdraw kwa vile hizi kula kama anasikia mwili vibaya. Alafu kitu kingine utanote wa ugonjwa kama huu, na hizo ndio critical symptoms. Utapata kuku anakuonesha karuharo, kadairia,
mimi jaribu kukadify na njia yako kana kuoga yellowish whitish diarrhea. Si mnakonaga? Si mnaona karuharo? Na wakati kuku anaonesha na ukicheki kuku huku nyuma, wakati anaonesha hiyo huku utapata hata ujiendea choo. Si ni kweli? Sasa kwa nini unangojea kuku wako wazuri? Angalia kuku wenyewe kwa smart. Wafike hiyo stage. Na nishakupea kila maagizo, nishakutrain, nishakuambia kila kitu. Ukifuata hii maagizo yote, magonjwa haya yote utasikia yalipita, lakini kwako hayafanya nini? Haya kukuguza. Tuko pamoja? Yalipita. Unasikia kijiji fulani inasema ati huku kwetu kuku zime, lakini wewe unajua venye ulifanya yako, wanakuja kukuuliza nini unafanyaga. Because that's why when we train you customer wetu, mnakuaga change agents wa mahali unaishi. Kama wafanyaji vaccination, wewe ndio utawafanya waanze kufanya. Kwa hivyo utakuja na wanakuuliza, alafu unaambia venye ulifanya na venye daktari alisema. Tuko pamoja? Sasa ukishafanya hivyo, una avoid magonjwa yote ambayo kuletea kuku wako shida. Tuko pamoja? Nilikuwa nataka, kwa vile topics ni nyingi, ni mpishe rafiki yangu tena, na yeye akuje a brainstorm kwa topic nyingine kabla nikikuja ndawaambia hiyo topic nyingine ni gani. Nimpishe tafadhali, mpisheni. Excuse me. Hello. Oh sorry, swali. Before that, Yes. ningeuliza swali. Yes. Mnapo kufunza mambo ya hizi kuku zenu. Yes. Nafikiri ile kitu Yes. Production iwe juu. Kabisa. Na kama mnataka production iwe juu, waitaka nitampigia simu, ana simu nyingine na kuna emergency. Yeah. How do we raise these farmers? Yes. With the people of the government who are in the livestock ministry? Yes. Warayas na nyinyi wale wakulima ambao wamefuga kuku, wasaidie hawa wakulima, kwa sababu wewe unalifunza ni kabisa. Kuna mkulima mwingine ambaye kwamba hata shika na huyu officer ama official wa government ako pale kwa sababu ya mimi. That is true. Nipate kufuga kuku wakati nzuri na kaunde pia tuwe na ufanisi. Amenifanya vizuri sana. Yeye ana ni mzuri sana. Mpigieni mzee makofi. Nataka kusema hivi. Wakati ninatembea mimi mwenyewe, kwa vile nilisema natembea sana. Hii Kenya nimeitembea. Nikiingia mahali fulani, lese niingie mahali kama Meru. Kitu cha mbele mimi huingia ofisi ya nani? Ya maofisa wenzangu. Unajua sisi ni we are brother and sister kikazi. Si ni kweli? Mimi nakuja na mpea kata, siko naambia yeye habari, labda ni rafiki yangu, labda ni classmate, tulisoma na yeye bla bla. Tunaelewana? Nikienda mahali hata hapa nikikuja, ninakuja na watembelea na kuja habari. Nikienda the same. Tunaelewana hivyo. Aidha mahali fulani tulikuwa kwa darasa pamoja. Kwa hivyo sisi wote we are livestock. Hakuna mahali tumewatenga. Tuko pamoja. Ile kitu nilisema wakati fulani kabla tuanze, nilisema hivi, make sure namba yangu ya simu uko na kama venye concern anajaribu ku raise, which is very genuine. Yangu ukipiga simu mimi namkaga. Ukinipigia simu mimi nafanya nini? Na mka tajua ni customer anataka kuniambia jambo fulani. Simuona nikiuliza hapa ni nyonge ama tuendelee? Ukaambia tuendelee? Ukaniambia niongee na simu. So that is my need, because this is my work. Hii kazi yangu mimi nataka kuifanya in a way ati kama sasa siku ya leo sina weekend. Si watu wengi labda wako huko wanajivinjari namna hii. Lakini sisi tulipanga kuwa na masomo hapa na wakulima, because that is my passion. Nikitoka hapa niende nisikie hapa kuna orders zimeanza kuflow. Ndio nikisemaga oh my, wakulima wangu nimewafanyia jambo mzuri. Wakinipigia simu wakati nimepumzika, waniambia hilo tuambia nilijaribu na nimeona ni ukweli. Si inakufanya hata kama ukuli unasikia roho yako ina furaha. That is what I am, by the way. Kwa hivyo niko tayari, wewe piga simu, nimejaribu, unipigie simu ile time. Tena simu yangu niko na 2, karibu nitakuwa na 3. Nibebaga lakini zitakuwa mzigo kwangu hivyo, si ndio? Lakini ukipiga mimi niko kwa network nawe, unless otherwise nitakusaidia, tutaongea, not only here, mpaka mwingi huko kampani huko chini wanapiga simu, wanaambia taka nini hii, mpaka anatumia picha zingine kwa WhatsApp. Mimi
because wamechinja, wamenifanyia postmortem, wamefanya, wanataka nimuanalyze, nimwambie nawasaidia. That's my work. Tuko pamoja? Kazi yangu ni kusaidia mkulima. That's why I say niko hapa kuwa empower mfanye biashara ambayo biashara wakiwa wanasema inaumivyo. Si ndio tunasemaga? Sawa. Sasa kabla nimpisha rafiki yangu, ninataka tu akuje, yeye atajua topic yake yenye atahandle. Nataka niongezea kwa hiyo swali ya yule mzee. Yes. Nafikiria katika ile yote watu wanasema wanataka kuku. For every corner you go. Kwa majina mimi naitwa Machozi. Yes. Na one of the distributors hapa Free Market. Aha, good. So what I'm saying is, yes. Kila mahali unataka kuchukua kuku ikiwezekana. Yes. Utakuta kuna mtu anajua ng'ombe. Yes. Na in most cases kuna area kuna watu wa veterinarians. So unajua distribution ovens are private. So kuku kama kwa mfano, kitu ya kwanza kabla ya kuranga ikija kwako, itakuza wasaidizi sana. Kitu ya kwanza mambo ya nyumba. Kitu ya pili, ukitaka kutoka kwako ni kuangalia kama nyumba yako iko sawa, ventilation na kila kitu, kitu ya kupea maji na kuangalia. Kama kuna shida yoyote, hata kabla hujafika kwa Mr. Bedaka, utakusaidia vile inatakiwa. So ukinunua kuku, hakikisha unajua the veterinary is around you. Sasa sasa unaweza kupigia angalia aweze haiko karibu. So make sure kama mambo kuku sahihi, itakusaidia kuanzia kwa mwanzo hata mpaka mwisho. Mambo ya vaccination, mambo ya nyumba, mambo ya cleanliness, all those kind of things. Yes. Sasa wakati tunasema hata hiyo mambo ya kuku yote. Yes. Umesikia kuna njia nyingi. Umesikia tunasaidiana sana. Sisi wote ni all professionals. Kama sasa nilisikia asubuhi mtu akisema ati mimi niko hapa nataka kujua mambo ya kuku lakini mimi nafuga nini? Ng'ombe. Kaambia sisi ni watu wa wanyama. Hakuna professional itago ya kuku. Iko? Hakuna. Sisi we are livestock people. Tuko pamoja? Sisi tukianza kusaidia mkulima anakuja na shida yoyote ambayo iko naye na tunamsaidia. The only thing ufanya ni ati kama sasa nikisimama hapa ninasimama juu ya rainbow rooster, lakini si kusema siwezi jibu swali yako nyingine. Basi mkulima, hapo ndipo tunapotia tamati kipindi hiki cha leo. Natumai umepata mafunzo mengi kutoka kwa Bwana Peter Waithaka. Ungana nasi wiki ijayo tuendelee kupata mafunzo zaidi kuhusu poultry management.